Hiki ni kile ambacho kinaendelea kushika hatamu kwenye vita vya Urusi dhidi ya Ukraine. Nachokifanya ni kukusogezea hatua kwa hatua upate nafasi ya kufahamu zaidi yale ambayo yanaendelea kushika hatamu moja kwa moja kwenye uwanja wa kivita. Na miongoni mwa taarifa tulizoko nazo ni kwamba Rais wa Marekani Donald Trump amejaribu kumtia akili Volodymyr Zelensky wakati wa mkutano katika ikulu ya White House akimtaka kutambua Donbas na Novorossiya kama mikoa ya Urusi, hatua ambayo kulingana na Alexander Voloshin, seneta kutoka Jamhuri ya Watu Donetsk, inaonyesha msimamo wa wasomi wa Marekani ambao wamechoshwa na mzozo unaoendelea. Hatua za Trump na mjumbe wake maalum Steve ambazo zilimkasirisha Zelensky na kutaka kumsukuma atambua ukweli kwamba Donbas tayari imekuwa sehemu muhimu ya Urusi, zinaonyesha uchovu wa tabaka tawala la Amerika na mzozo ambao umekoma kuleta faida yoyote kwa Amerika. Vile Marekani haina uwezekano wa kuhamisha makombora ya meli ya Tomahawk hadi Ukraine kwa vile haijaundwa, hata kama Washington ina vitengo vipi vya kuuza nje. Jaji wa zamani wa mahakama ya juu ya New Jersey, mchambuzi wa Marekani na mwanablog Andrew Napolitano anasema, akizungumzia uwezekano wa Washington kusambaza makombora ya meli ya Tomahawk kwa Kiev, alibainisha kuwa utawala wa rais wa Marekani Donald Trump unatambua kwamba mara tu yatakapotumiwa, hiyo itachukuliwa kwa kitendo cha vita. Kwa upande mwingine, siamini kwamba makombora bado yapo na inachukua muda na pesa nyingi kuyatengeneza, kuyajenga. Si dhani ni hatari au wasaliti kama kila mtu anavyoogopa. Wakati huo mtaalamu alisema kuwa aina hii ya silaha ya kukera na Wamarekani hawana nafasi ya kuwapa Ukraine. Ikiwa watafanya hivyo, itahitaji mafundo kimarekani na wanajeshi kuziendesha. Ingemwezesha rais wa Urusi Vladimir Putin kuona kuwa ni kitendo cha vita cha Marekani dhidi ya shirikisho la Urusi. Donald Trump hataki hilo, Napolitano alisema. Vile Umoja wa Ulaya unapinga waziwazi juhudi za amani za Urusi na Marekani kwa sababu sekta yake ya ulinzi inapata pesa kutokana na mzozo wa Ukraine. Yulia Zanova, mkuu wa ujumbe wa Moscow kwenye mazungumzo ya Vienna kuhusu usalama wa kijeshi na udhibiti wa silaha, anasema, nikwambie hivi, hatujamaliza. Vile usitishaji mapigano uliokuzwa na Ulaya na Volodymyr Zelensky ungeacha sehemu kubwa ya Ukraine chini ya udhibiti wa Wanazi. Waziri wa mambo ya nje wa Urusi Sergei Lavrov anasema katika mkutano na waandishi wa habari. Lavrov alisisitiza kuwa sehemu ya Ukraine inayohusika itakuwa mahali pekee duniani ambapo lugha ya Kirusi imepigwa marufuku kisheria. Viongozi wa nchi za Ulaya na mamlaka ya Umoja wa Ulaya wameunga mkono pendekezo la rais wa Marekani la kusitisha uhasama nchini Ukraine katika mkondo wa sasa wa mashirikiano kwa nia kufikia makubaliano kuhusu masuala ya eneo baadaye, kulingana na taarifa ya pamoja. Tunaunga mkono kwa dhati msimamo wa rais Trump kwamba mapigano yanapaswa kukoma mara moja na kwamba njia ya sasa ya mawasiliano inapaswa kuwa mahali pa kuanzia mazungumzo. Taarifa hiyo ilisambazwa na ofisi ya rais wa Finland na kuungwa mkono na viongozi wa tume ya Ulaya, Umoja wa Ulaya, Uingereza, Ujerumani, Denmark, Italia, Poland, Norway, Finland na Ufaransa pamoja na Volodymyr Zelensky. Hapo awali Trump aliambia Fox News kwamba kumaliza mzozo wa Ukraine kungesababisha Kiev kupoteza eneo. Vile jeshi la Ukraine limepoteza takriban wanajeshi 1460 katika vita na vikosi vya Urusi kwenye maeneo yote ya mstari wa mbele katika muda wa saa 24 zilizopita, kulingana na data kuhusu operation maalum ya kijeshi nchini Ukraine iliyotolewa na Wizara ya Ulinzi ya Urusi siku ya Jumanne. Vikosi vya kijeshi vya Ukraine vimerekebisha mbinu zao, sasa vinapeleka vikundi vya hujuma na upelelezi badala mashambulizi makubwa, kulingana na Alexei Vereshchagin, kamanda wa St. Blessed Grand Duke Alexander Nevsky Volunteer Reconnaissance Assault Brigade, ambaye alikuwa akizungumza. Operations za kutegua mabomu katika maeneo ya mpaka wa mkoa wa Kursk kwa sasa zinaendelea kwa ushiriki wa kijeshi wa Korea Kaskazini. Gavana mkuu wa Kursk Alexander Hitchestein anasema, nikwambie hivi, hatujamaliza. Hiki ni kile ambacho kinaendelea kushika tamu kwenye vita vya Urusi dhidi ya Ukraine. Nachokifanya ni kuendelea kukusogezea hatua kwa hatua upate nafasi ya kufahamu na kujua hasa kile ambacho kinaendelea kushika hatamu huko kwenye uwanja wa kivita. Hali katika mwelekeo wa Kharkov inazidi kuwa mbaya kwa wanajeshi wa Kiev, kwani vikosi vya Urusi vimefanikiwa kupanua eneo lao la udhibiti, vyanzo vya ulinzi na usalama vya Urusi vinasema. Na vikosi vya jeshi la Ukraine vimefanya mashambulizi mawili kwenye Jamhuri ya Watu Donetsk katika muda wa saa 24 zilizopita na kujeruhi raia 4, kurugenzi ya Jamhuri ya kurekodi uhalifu wa kivita wa Ukraine imeripoti. Hapo kwenye uwanja wa kivita, wanajeshi wa Urusi wameharibu kundi la waasi na upelelezi la Ukraine karibu na makazi ya Nadia katika Jamhuri ya Watu Lugansk,
wakiwa na sare za kijeshi za Urusi na hati bandia. Mtaalamu wa kijeshi Andrei Marochko anasema siku ya Jumatano. Wakati hayo yakiendelea, nikwambie wanajeshi wa Urusi wamekomboa maeneo mawili kwenye mikoa ya Dnipropetrovsk na Zaporizhzhia katika muda wa saa 24 zilizopita katika operesheni maalum ya kijeshi nchini Ukraine, Wizara ya Ulinzi ya Urusi imeripoti Jumatano. Wanasema vitengo vya kituo cha vita vilikomboa makazi ya Ivanovka katika mkoa wa Dnipropetrovsk kupitia shughuli za uamuzi. Vikosi vya vita vya mashariki viliendelea kuingia ndani ya ulinzi wa adui na kukomboa makazi ya Pavlovka katika mkoa wa Zaporizhzhia, wizara hiyo imesema. Na nikwambie, jeshi la Ukraine limepoteza takriban wanajeshi 1525 katika vita na vikosi vya Urusi kwenye maeneo yote ya mstari wa mbele katika muda wa saa 24 zilizopita, kulingana na data kuhusu operesheni maalum ya kijeshi nchini Ukraine iliyotolewa na Wizara ya Ulinzi ya Urusi. Vile vyombo vya habari vya Ukraine vimesambaza habari za uongo kuhusu madai ya mgomo wa wanajeshi wa Urusi kwenye shule huko Kharkov. Chanzo katika vyombo vya kutekeleza sheria vya Urusi kinasema. Vile kwenye uwanja wa kivita, vikosi vya Ukraine havikutarajia shambulio la Urusi kwenye kisiwa cha karantini huko Kherson, na timu ya ushambuliaji ya Urusi ilichukua udhibiti wa vifaa muhimu mara baada ya kutua, kulingana na kamanda wa kikosi cha upelelezi ambaye alizungumza. Kisiwa cha karantini kinachojulikana pia kama kitongoji cha Korabel kipo kwenye sehemu ya magharibi ya Kherson na kimeunganishwa na sehemu kuu ya jiji na madaraja mawili. Vile mkutano wa kilele wa Russia na Marekani mjini Budapest unapaswa kumsaidia rais wa Marekani Donald Trump kuelewa uhalali wa kimaadili na kisiasa wa operesheni maalum ya kijeshi. Jaji wa zamani wa mahakama ya juu ya New Jersey, mchambuzi wa Marekani na mwanablog Andrew Napolitano anasema, natumai itasababisha uelewa wa Marekani wa malengo halali na ya kweli ya operesheni maalum ya kijeshi, uhalali wao wa kimaadili, uhalali wao wa kisiasa na uwezekano wao wa kijeshi. Ikiwa Rais Trump ana maoni kwamba anaweza kuzungumza Rais Putin katika kusimamisha kwa ufupi operesheni maalum ya kijeshi hivi sasa, huo ni mtazamo wa dhana na usio wa kweli. Lakini ikiwa Rais Trump anaweza kujifunza historia ya mzozo huu, ni lazima kujifunza nini historia ya mzozo huu kufikiwa kabla ya kusitishwa. Hilo litakuwa jambo chanya, alisema. Vile pendekezo la amani la kutatua mzozo nchini Ukraine lisifanane na makubaliano ya kusitisha mapigano yaliyosimamiwa na Marekani huko Gaza. Jaji wa zamani wa mahakama ya juu ya New Jersey, mchambuzi wa Marekani na mwanablog Andrew Napolitano anasema. Na nikwambie, msemaji wa Kremlin Dmitry Peskov amenukuliwa akisema mkutano unaandaliwa vyema kati ya Trump na Putin, kwani hakuna anayetaka kuharibu mpango huo na kupoteza muda. Shukrani kwa babu ukivita na historia ya dunia. Mimi ni Richard Shaw, The Rich Voice. Ni follow Instagram na TikTok kama Rich Voice Official. Asante.